naomba kujua kwani wale vijana wamestahili adhabu kama ile? Zairi Shairi, umeumizwa na adhabu yao, lakini kile ndicho walichostahili kutokana na makosa waliyofanya. Baba, mimi ni mwanao pekee ambaye unanipenda kwenye himaya hii. Tafadhali, naomba msamaha juu yao. Mwanangu, usiwe mtu wa huruma, hasa kwa watenda makosa kama wale walioamua kuzini ndani ya hekalo yangu. Baba, Mwokozi wa mwanao ni rafiki wa moyo wako. Hebu kumbuka yule kijana jinsi alivyoniokoa kwa maadui zako. Siku ambayo nilitekwa na nilitaka kuuawa. Anawezaje kustahili kwa kosa ambalo sina kwake? Unataka kusema nini? Yule kijana amesingiziwa na watu ambao wako kinyume naye. Lakini yule kijana ni mtu muhimu sana katika himaya hii ya Tewaka. Wewe una mamlaka gani ya kumwambia mfalme awasamehe wakosaji wakubwa kama hao kwenye himaya yetu? Mimi ni mtoto wake, tena wa pekee. Hivyo ana wajibu kunisikiliza na kutimiza kila nilitakalo. Mfalme, maamuzi yako hayapaswi kutenguliwa. Tena itakuwa ni fedheha kubwa sana kwenye himaya yetu kama utaruhusu mamlaka yako iingiliwe na sheria ya Tewaka itenguliwe. Hakika umenena vyema Mama Shii. Sipaswi kufanya hivyo kwa heshima ya Tewaka. Wale wanastahili kufa tu. Chagua kunipoteza ni mwanao, nisiwepo kwenye uso wa dunia, au kwa sababu wale vijana ambao unataka kuwapa adhabu ambao sio halali yao. Nenda kamwambia Kabila awafungulie wale vijana. Kwa nini mimi? Wakati unawatumwa kibao kwenye hekalu lako. Nenda katekeleza alichosema mfalme. Mama Shii, mara zote umekuwa ni mwenye hasira sana, kiasi mpaka naogopa kukupa habari njema kama hizi ndizo nazo. Za kuhusu nini? Kuhusu mke mwenzetu Mikala anachokifanya juu ya mume wetu. Fanya nini? Twenda ukajionee kama ndivyoona mimi. Unadhani anastahili adhabu gani kutoka kwa mfalme? Ni lazima mfalme aone tunachokiona sisi na sio vinginevyo. Hiyo kazi niachie.
Jamani, nyinyi ni wake zangu wote watiifu sana kwangu. Na ninawapenda sana. Sijapunguza wala kuongeza mapenzi kwa yoyote yule. Mama Shii, wewe ni mke mkubwa. Mikala anafuata. Milika ni mke mdogo. Sasa nimewaita hapa leo. Nataka kila mmoja aniambie nimfanyie nini ili iwe kumbukumbu na zawadi katika maisha yetu. Tuanze na Mikala. Mimi nataka niwe mmiliki wa mali zako zote. Na uniandikishe niwe msimamizi mkuu wa mali zako. Milika. Naomba maskini wote wao sehemu ya familia yako. Na wake zako tu washiriki wakuu kwenye maamuzi yako. Nataka kusikia kutoka kwako Mama Shii. Samahani mfalme. Nina maagizo kutoka kwa Dr. Baraka. Wagonjwa wote wanaendelea kuimarika. Na muda sio mrefu watainuka walipolala. Wamepona? Dr. Baraka yuko wapi? Yupo kitaruni. Nimekupa kazi umeshindwa kuifanya. Sasa nitatafuta watu wengine waifanye badala yako. Na wewe utaingia matatizoni. Mama, mazingira hayakuwa rafiki kukamilisha kazi uliyonituma. Hivyo, ilazimu niwatibu tu kawaida kama ilivyotaka Tewaka. Sitaki kuona watu wakisimama na kuendelea kuishi tena. Labda uchague moja. Ufe wewe na wao waendelee kuishi. Ama wafe wao na wewe uishi. Ninakupa masaa machache sana kuikamilisha kazi hii kabla sijabadili maamuzi yangu. Wale watu ni wa muhimu sana kwenye himaya hii. Hakika sijakosea kukuoa mwanamke wewe. Sema ulitakalo, nami nitaitekeleza kwa nguvu zote na kwa haraka. Asante mfalme wangu. Mimi ni mwenye huruma na upendo sana kwa hao wake wenzangu. Hivyo nilikuwa naomba Mikala asamehewe kwa makosa yake yote aliyoyafanya. Mbona sijui chochote juu ya ukosefu wa Mikala? Na sidhani kama kuna kosa lolote aliwahi kunitendea. Mikala amezini na mjakazi wako. Unasema nini? Tena mbaya zaidi karibu na eneo la kufanyia ibada. Mama Shii, una uhakika na unayoyasema? Ndiyo mfalme. Sote tumeshuhudia Mikala akifanya uchafu huo na mjakazi wako Sha. Uliniahidi kunipa chochote nitakachokuomba kwenye ufalme wako. Hivyo naomba unizawadie msamaha wa Mikala. Naomba umsamehe Mikala kwa makosa yake yote. Na wala usiwe mwingi wa hasira juu yake. Unajua umeweka sumu kwenye sindano ili wagonjwa wangu wapooze mwili. Hiyo mbegu unayoipanda leo itaenda kutunga mimba ya chuki na kuzaa mauti juu yako wewe na kizazi chako na familia yako. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Sima, mbona unaongea maneno hayo ambayo yananiweka njia panda katika familia hii? Wewe ni daktari mwenye taaluma iliyotukuka. Hivyo tumia taaluma yako na uadilifu uliojaza katika karatasi zako uweze kuweka imani na jamii na watu waliokuzunguka. Usitafakari kuhusu maneno yangu, bali tafakari kuhusu utumwa ulionao. Hivyo nikutakia uadilifu na imani iliyotukuka.
Bila shaka unapanda kwa mfano. Nadhani unazijua vizuri sheria za hapa, hasa kwa upande wa uzinzi. Adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa ama kuuawa kwa kuchomwa moto. Sasa basi, Tewaka anajua kila kitu kuhusu wewe, kwamba jana usiku umetoroka na kwenda kusikojulikana, na bila shaka ulikuwa na Shaa. Unashtuka hata yeye hakuwepo maeneo haya. Nisikilize, maisha yako ya kuendelea kuwa malkia wa Tewaka yamekaribia kufika mwisho, kwa sababu unakwenda kunyongwa hadi kufa. Vinginevyo tuingie makubaliano kati yangu mimi na wewe, ili niweze kulinda heshima yako kwa mfalme wetu. Mashie, wewe ni mke mkubwa wa Tewaka na unatupenda wote. Hivyo naomba unilinde nafasi yangu kwa kuficha madhaifu yangu. Niambie ni nini utakalo, mimi nitafanya. Hapa sio mahala sahihi pa kuongelea. Tangulia mafichoni na kuja. Niambie na kusikiliza. Nataka ukiri na uniambie kila kitu kuhusu wewe na Shaa, kijakazi wa mfalme. Ni kweli Shaa ni mtu wangu, na mara kwa mara nimekuwa nikilala naye na kukutana kimwili kipindi mfalme akiwa na ninyi. Hata jana nilitoroka kwenda kuangalia bendi na nilikuwa na Shaa, na ni kwa sababu nimekuwa nikitamani siku nyingi. Ila iwe siri yako, na naomba unisaidie mfalme asiwe na hasira juu yangu. Sawa, nitakusaidia na kukufichia siri zako zote, endapo tu utakubali kufanya ninachokitaka. Niambie Mashie, na kusikiliza. Kwanza kabisa, nahitaji uwe mtumwa wangu, kutekeleza na kufanya kila nitakachokuagiza. Alafu pili, nataka uwe mke wangu. Mke wako? Kivipi? Usishtuke. Hayo ni mambo ya kawaida tu. Nataka uwe mwanamke wangu, nikupe raha zote za mapenzi ili uyafurahie haya maisha. Kwa kifupi, namaanisha tu wapenzi wa jinsia moja. Mama Shii, mimi siwezi kufanya hivyo. Na usinieleze upumbavu kabisa. Siwezi. Sasa basi, kama utaki, adhabu yako iko pale pale. Na kwa bahati nzuri umekiri kwa kinywa chako mwenyewe, na sauti yako imo humo kwa kuwa nimekurekodi. Sasa utafanya ninachokitaka ama utaendelea na msimamo wako? Mama Shii, mimi sijawahi kufanya hivyo. Usijali, nitakufundisha na utakuwa mtaalamu mzuri tu. Sawa. Shaa, maisha yetu yako hatarini sana. Na yote ni kwa sababu Mama Shii anajua kila kitu kuhusu sisi. Na muda wote kuanzia sasa ataenda kumjuza mfalme. Nadhani unajua hasira za mfalme. Una hakika na unachokiongea? Mimi huwa siongei uongo. Ndio maana nimekufuata nikujuze ili ujiandae na adhabu kali za Tewaka. Unadhani nini tunaweza kufanya ili hili lisije likatokea mbele yetu? Swali zuri sana. Unadhani naweza kwenda kufanya nini? Si unajua tabia za Mama Shii za kula chakula peke yake kila siku? Nataka hiyo sumu iingie haraka sana kwenye utumbo wa Mama Shii. La sivyo tutakuwa hatarini. Unataka niwe tena? Kwani mara yako ya kwanza kufanya hivyo? Hapana, lakini... Lakini nini?
nataka ufanye hiyo kazi haraka sana iwezekanavyo. Tafadhali, naomba siri hii ibaki ya mimi na wewe. Asijue mtu yoyote. Sawa? Sawa. Hivi unavyoona nadhani mimi naweza nikasema? Hapana. Nilikuwa nakukumbusha tu. Nimekuelewa. Sawa. Kisa, unadhani maisha yetu yanaendelea kuwa salama kweli? Kwa nini? Mama Shia ameshajua tunachotaka kumwambia mfalme. Hata kama, lakini inabidi ukweli ujulikane. Na inabidi tujiandae kujilinda kwa lolote litakalokuja mbele yetu. Mimi ninachoogopa ni kuhusu familia yangu. Mke wangu, mtoto wangu. Je, wako salama mpaka sasa? Na sijui wako salama au wamekufa. Nafikiri Sima itakuwa anajua kila kitu kuhusiana na yeye. Twende tukamuulize. Twende tukamuone. Tausi mwanangu. Rada. Poa. Niambie. Tunaitwa na mfalme. Sahi. Kuna nini kwani? Kuna ka meeting. Meeting? Ya nini? Siwezi jua. Saa acha basi nimalizie hapa alafu nikame. Hapana, ni sahi. Kwani meeting ya nini? Ama ni yule mgeni mwenye amekuja? Sina idea, sijui kama ni yeye. Sawa basi. Nitarudi kumalizia. Twende. Ni nani amekutuma kufanya hivi? Ninakuuliza Sha. Ni nani amekutuma kufanya hivi? Tena kwenye chombo kinachotumika kuhifadhia chakula changu. Ninajua wewe sio sababu. Ila nataka kujua sababu ni nani na ni nani aliyekutuma kuja kufanya hivi. Na kama hutaki kusema, basi nitahitaji ule chakula chote hiki na ukimalize mwenyewe. Nisamee Mama Shia. Nawezaje kukusamea kirahisi hivyo? Ninakuuliza tena kwa mara ya mwisho. Kabla sijawaita walinzi waje kulazimisha kula chakula chote hiki. Ni nani aliyekutuma kufanya hivi tena kwenye chakula kinachoandaliwa kula mimi? Samahani sana mama. Sasa ngoja nikuonyeshe. Niwaite walinzi waje kulazimisha kula chakula hiki kwa lazima na kesi hii ataitatua mfalme. Ni kweli mama, mimi sio sababu. Naomba nisamee sana. Ila nimeagizwa na mtu aliyetaka ili lifanyike. Ila mama, naomba unilinde. Usijali, nitakulinda kama utaniambia ukweli. Aliyenipa hii sumu Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Aliyenipa hii sumu ni mtu ambaye anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Al
ni Mikala. Ameniambia nikuwekee wewe. Nisikilize kijana mzuri. Hakika unanifaa sana. Sasa ngoja nikwambie kitu kizuri. Ninachokitaka mimi na wewe tuungane tuwe kitu kimoja. Nitakulinda ili usiingie matatani. Kuanzia muda huu anza kuwa upande wangu, sawa? Sawa mama. Kuanzia sasa nisikilize mimi. Nifuate mimi na unifanyie kazi mimi. Hakika utaishi maisha ya furaha sana kwenye hii himaya. Sawa mama. Basi tuanzie hapa hapa. Ubadilishe mpango huu. Badala ya kuniua mimi kwa sumu, uitumie sumu hii kwenda kumwekea mtu mwingine. Ni nani tena? Tabia, naomba nikuulize swali. Uliza. Venye kunaenda huku, inamaanisha mama Shia atafukuzwa kwa mfalme? Atafukuzwa. Vile unajua, mama Shia si mama mzuri. Ni mbaya. Alicheat bwanake. Akiwa na ball, akakuja kwa mfalme. Akaolewa na mfalme. Nia yake ilikuwa mali ya mfalme. Mbona Mkidi hajaonekana huku? Mfalme alimwambia mama yake aenda mtupe. Jusi wake. Antupe kwa vilimani hata kama atakuliwa na wanyama, akuliwa hata na dogi. Kamenyuri ama kako hai? Kako hai. Nilimfuatilia kwenda kumwokota. Nikampeleka Children's Home. Sasa la kusikitisha, sikuweza kufuatilia huko Children's Home. Nilipokaa nikirudi, anakaa na baba yake. Unajua kama nini? Mke na mume. Uongo Tabia. Mkweli. Stori zako zinanishtua. Nilisikitika sana. Juu aibu. Ngoja. Unataka kumaanisha Mkidi ameolewa na mzee wake? Ni kwa vile Mkidi hajui mzee wake. Na Buda pia hajui Mkidi wake. That's why wanakaa hivyo. Na mimi tu ndio najua, but nilishindwa kuongea manake ni aibu. Shaka. Acha mimi niende nikapike. Sawa. Nimerudi hapa kwa ajili yako mwanangu. Nataka uniambie kila kitu kinachoendelea kwenye himaya hii ya kifalme. Ni mengi yanayoendelea, lakini kubwa ni nguvu ya mama Shia. Kwa sasa ndio inaonekana kwenye himaya. Na mfalme anakosa sauti juu yake, na nadhani hana nia njema kwenye utawala. Na we sauti yako inasikilizwa na nani? Baba anaisikiliza sauti yangu, ila sio kama inavyotakiwa. Na nadhani inamlazimu kufanya hivyo kutokana na mapenzi yake alionayo kwangu. Okay. Mwanangu, usiogope. Wewe ndo mtawala ajaye. Usiruhusu mtu yoyote sauti yake iwe juu kuliko sauti yako. Wewe ni mtoto wa mfalme, alafu ni mtoto mwenye nguvu. Hivyo hatakiwi mtu yoyote apaze sauti kuzidi sauti yako. Sawa mama, ila anawezaje kuwa mtawala wakati taratibu haziruhusu? Na anawezaje kuinyamazisha sauti ya mfalme wakati ina nguvu juu yake? Yote yanawezekana kama unataka, hata kama taratibu haziruhusu. Nikiamua mimi uwe mtawala, ni nani ambaye anaweza kapinga? Nimekuja kutimiza kile ninachohitaji juu yako. Wewe ni mtawala ambaye utakuja kutawala himaya hii. Kwa hiyo jiandae mwanangu. Sawa mama. Masikio yangu yako ajili ya kusikiliza wewe na hakuna mwingine. Mwanangu, nisikilize kwa makini sana. Kwenye hiki chombo kuna sarafu. Na hii sarafu ndo chanzo au ni nguvu ya utawala. Sawa
na hii ndo mwamuzi wa kuamua uwe mtawala au siwe mtawala. Kingine cha kuzingatia nitakupa, uende ukafiche, mtu yeyote asione, hata kumpa, usithubutu kumpa mtu yoyote. Sawa eh? Sawa. Umenielewa? Asante sana mama yangu. Nakupenda sana. Karibu. Imetoka wapi? Imetoka kwa binti mfalme. Ameniambia nikuletee. Simu? Ndiyo. Usiwe mjinga Masha. Kumbuka yule binti amekuwa akionyesha hisia zote za kukupenda. Na siku si nyingi atavishwa kofia utawala. Lakini si unajua mimi na familia? Hivi unajua familia yako iko wapi mpaka sasa hivi? Mfalme atakuwa anajua familia yangu iko wapi. Usiwe mjinga Masha. Utakapokuwa karibu na Sima, utapata kujua mengi usiyojua kuhusiana na familia yako. Milka, unajua unanikosea sana. Kwa nini? Yaani wewe badala tuwe marafiki, tuungane. Wewe ndo kwanza unanichukia na kuninyari. Kwani nimekukosea nini? Unajikosea mwenyewe na maisha yako. Wewe ukiwa na mimi unajifanya rafiki, unamnanga Mama Shii. Na ukiwa na Mama Shii unaniona mimi wa kazi gani? Sasa leo unamuona Mama Shii ana dalili za kuachika kwa mfalme, unajifanya kujileta. Eti tupendane. Tupendane vipi? Milka, mimi mara nyingi nakuwa upande wako. Tena kwenye wakati mgumu. Hilo hulioni. Na kitu usichokijua, yaani mimi ninamchukia huyo Mama Shii. Ni basi tu sina namna. Unamchukia Mama Shii? Ndiyo. Hivi kuna mtu anaweza kumchukia mumewe? Una maana gani? Na maanisha hicho hicho ulichokisikia. Kwani unadhani hatujui mchezo mnaocheza wewe na Mama Shii? Na kwa taarifa yenu, watu wote tunajua nini mnachokifanya sirini, tena bila aibu. Unataka kuniambia Mama Shii anatoa siri yetu? Siwezi kujua nani anatoa siri hiyo. Lakini ukweli ni huu. Watu wote tunajua nyie sio wake wenza, bali ni mke na mume. Asante sana kwa zawadi yako Simu. Imenifikia na nimeipenda pia. Usijali. Nimefanya hivyo vyote kwa ajili yako. Na ni kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana katika imani ya Tewaka. Nashukuru kusikia hivyo. Ila naomba unisaidie kitu. Masha, nikusaidie mimi. Nataka kujua familia yangu, mke na mtoto wangu wako wapi? Sha, kuna jambo linanitatiza sana akili yangu. Mikala alikupa somo moja kuniua mimi. Lakini kwa bahati nzuri sana nimefanikiwa kulitambua lengo lake juu yangu.
Hebu nishauri, anastahili adhabu gani kutoka kwangu? Mimi nakushauri geuza kibao ape. Mimi sitaweza kufanya hivyo kwa sababu sina roho mbaya kiasi hicho, lakini nataka yeye auwe kupitia mimi. Unamaanisha nini kusema auwe kupitia wewe? Bila shaka unamfahamu tabia dada yake na Mfalme. Naam, namfahamu vizuri sana. Ninahitaji auawe haraka sana kupitia sumu hii. Muuaji awe ni Mikala. Kwa kama nashindwa kukuelewa, Mikala anakubali vipi kumuua Tabia? Huo utaua wewe, ila muuaji atakuwa ni Mikala. Kivipi? Kinachotakiwa kifanyike ni Mikala na Tabia wagombane sana tena hadharani, na usiku wake Tabia auawe kwa kupitia sumu, na sumu hiyo ikutwe chumbani kwa Mikala. Bila shaka hapo atakuwa yeye ndo muuaji. Sawa. Sasa tunafanyaje? Usijali, nitakupa maelekezo. Karibu Malkia. Asante. Nina mambo machache nataka nikuulize na naomba uniambie ukweli. Sawa. Hivi huyu Tabia ana mahusiano gani na wewe? Ni kweli mmekutana tu hapa au mlifahamiana toka kabla? Tabia tumejuana tu huko. Inaonekana unanidanganya. Sasa utanikosea na nitakuchukia sana. Nataka kujua wewe na Tabia mlikutana wapi? Tabia ni wa huku tu, mimi ndo mgeni. Na mbona mnaongea lafudhi moja? Tena ya kufanana. Mnatuona sisi watoto sio? Sasa sikia nikwambie. Mikala ameniambia kila kitu kwa wewe na Tabia ni mtu na mama. Habari hizi zitafika kwa Mfalme. Tena nasikia nyinyi ni watu wenye asili ya roho mbaya sana. Na lengo lenu kubwa hapa ni kumuua Mfalme kwa kumwekea sumu kwenye chakula. Sasa endeleeni na huo mpango. Mgundua nini kuhusu mama yako? Ana kusudi jema kwa Mfalme na hataki kuona himaya hii ikiangamia. Unadhani alichokifanya alikuwa sahihi? Kumkandamiza Mama Shii mbele ya Mfalme? Na kama kulikuwa kuna ukweli wowote, kwa nini asingemuita Faradhi na kuongea naye kuliko kumkandamiza mbele za watu? Namwamini sana mama yangu. Huwa afanyi kitu kwa bahati mbaya, na kila anachokifanya huwa kina maana yake. Hilo ambalo unalizungumza ndilo ambalo lilimstahili Mama Shii. Hivyo isiwe sababu ya maswali mengi. Chio kula mama yangu. Ni kweli na unayosema. Lakini kumbuka, mama yako hana haki ya malkia katika himaya hii. Hivyo basi, mtu yeyote asiye na haki ya malkia hana haki ya kumsema malkia vibaya, tena bila staha mbele za watu. Unamaanisha nini kwenye kinywa chako? Namaanisha hivi. Mama yako sio mke wa Mfalme na hajawahi kuwa mke. Na kinachoonekana hata wewe sio binti halali wa Mfalme Tewaka. Hivyo hupaswi kujiita binti mfalme, kwa sababu sheria ya himaya hii haitambui mtoto wa haramu. Unachokipenda leo kwa tabasamu na kwa pia ipo siku utakivuna kwa machozi. Nakushukuru kwa kuendelea kutimiza masharti yangu. Na unajua ni kwa namna gani nafurahi kuwa na wewe. Hakika nimechagua fungu jema. Na nasikia kila mtu anajua kinachoendelea. Kwa nini umeenda kuambia? Unadhani naweza kufanya hicho anachokisema? Na kwa nini niwaambie watu siri zetu? Ninamjua vizuri anayesambaza upumbavu huo. Ameamua kutuanika ili tudhalilike. Na zaidi sana anakudhalilisha wewe.
kwa sababu anajua unapendwa zaidi na mfalme. Ni nani huyo? Ni huyu Tabia, dada yake na mfalme. Amesema anakwenda kumwambia mfalme kila kitu unachokifanya ili ufukuzwe kwenye hii himaya. Hivi huyu mama ananitafuta nini? Ngoja nimfuate nimtolee uvivu. Na hilo usipokwenda kumpa vidonge vyake hata koma. Ni bora ukampe ili Tabia sijirudie tena. Pole Tausi. Nilikuwa nimeenda for long but nimekama. Mbona ukai poa? Usikie ina ngori. Kitu ya maana ni uko hapa. Juu niko na riba ingine moto kukuhusu na si poa. Riba moto? Kunihusu mimi? Sema basi. Mikala anasema ati wewe ni mkoro wangu, mimi ni mkidi wako. Ati juu tunaongea lugha same. Alafu tuko na roho mbaya. Kitu ingine tunapanga kuua mkuu. Ati tunataka kumwekea sumu kwa Mdifu. Na tusipochunga itafikia mkuu. Sami sijui itakuwaje. Mikala akakuambia hivyo? Nani amekuambia? Mama Shi. Usiende kumtaja huko mbele. Unajua venye anakuanga. Mimi ni siri tu nimekuibia. Mikala. Ngoja nikamkuta. Tajua ajui. Mpashe. Rukia. Mbona kama kuna vikwazo kati yako na binti mfalme? Nini kilitokea? Nilikuwa namwambia ukweli kuhusu mama yake. Alichokufanya dhidi ya Mama Shi. Kama ilikuwa inamhusu mama yake, kwa nini umuite binti mfalme umueleze? Sikuwa na nia kumkwaza. Ni vile tu ameona kama anamsimanga mama yake. Lakini tuna haki ya kuhoji na kupinga unyanyasaji kama ule. Ni sawa. Lakini kwa nini umueleze Sima? Anahusika na nini kwa hiki cha mama yake? Nisikilize Rukia. Sisi tunajua kila kitu kati yako wewe na Sima. Na unachokasirika ni kumuona Sima yu karibu na Masha. Na kwa taarifa yako, mabinti wote hapa tuko upande wa Sima na hatutokuwa upande wako kamwe. Haijalishi. Kila mara nimekuwa nikitamani kuongea na wewe. Lakini umekuwa ukijificha tu. Sasa nataka uniambie. Siku ile nimekuta kwa mfalme mlikuwa mnataka kumwambia nini? Kwani hatuna haki ya kuzungumza naye? Nijibu nilichokuuliza. Hebu acha kuuliza maswali yasiyokuwa na msingi. Mfalme ni mtawala na ana haki ya kumsikiliza kila mmoja. Hivyo sio wajibu wako kutaka kutambua ni nani anataka kuongea naye nini. Hivi unajua wewe ni kijakazi tu kwenye hii nyumba ya mfalme na muda wote unaweza kaondoka kwenye hii himaya. Sina tofauti na wewe kwenye swala la kuondoka, kwani muda wote utaachika katika himaya hii. Yupo atakaye kuja kuwa mtawala ambaye atastahili heshima na kuheshimiwa, na sio wewe Malkia Banjiri. Unaona Tewaka ana mapenzi makubwa sana sasa hivi juu yako. Na amekuwa rafiki yako mkubwa sana. Sijui tatizo ni nini? Tatizo hujui? Hapana. Tatizo ni maa kujaa wanawake wengi kuliko sisi. Na kama unavyojua, wanawake wanatazamana kwa roho ya chuki na kupandikiziana makasiriko yasiyokuwa na tija kwenye maisha yao. Ndio maana hata hapa ugovi mkubwa ni wanawake kwa wanawake. Vipi kuhusu wewe na Mikala? Kuna siri kubwa sana usiyojua. Na siku ambayo ukijua, utaamini macho wala masikio yako. Siri gani? Sio kile kitu mpaka ujue Kasri. Na sitaka kujua mimi na Mikala tuna ndoa. Na ninaye furaha naye kubwa sana. Ila nina kisasi kikubwa sana juu yake.
Ehe, mbona heka heka? Kulikoni? Nimepata taarifa za kunishtua sana kuhusu Kasimu na Mikala. Ikanilazimu nikufuate kukupa taarifa hizi. Huenda zitakusaidia kwenye harakati zako. Wamefanyaje hao watu? Kuna siri kubwa sana kati ya Kasimu na Mikala. Na kitu ambacho watu hawakijui kuhusu Kasimu na Mikala ni wanandoa na wapo hapa kama mke na mume. Una uhakika na unachokisema? Mama Sima, nimemsikia Kasimu akiongea kwa mdomo wake na habari hizo akimpa rafiki yake Kasil, na inaonekana kuna siri kubwa sana. Mimi labda nikushukuru kwa hicho ambacho umeniambia, maana ni cha muhimu sana, ni taarifa muhimu sana kwangu. Sasa kama ambavyo umefanikiwa kupata ushindi kwa Mama Shii, basi na hii habari ninayokupa inaweza kuwa fimbo ya kumtoa Mikala mchezoni. Okay. Labda mimi nikushukuru sana. Na kushukuru sana sana sana. Barikiwa. Naomba kukufahamu zaidi Kisa. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Jamii yako ni ipi? Umefikaje hapa? Na umemjuaje mfalme? Kasri, hapa kila mtu amekuja kwa namna yake. Hivyo, haina haja kutambua na asili zetu. Hebu niache mimi. Endelea na mambo yako. Sawa, nitakuacha. Ila elewa kabisa maisha yako mikononi mwangu. Kivipi? Huko hapa kwa ajili ya Mzee Mandali. Na lengo lako kubwa umekuja kumchunguza mfalme. Unatoa siri za hapa ndani, unapeleka nje. Na huko nje unazipeleka kwa maadui zake wakubwa sana. Na kitu usichokijua, naelewa kabisa familia ya Masha, wewe unajua wapi ilipo? Hivi unafikiri hizo siri nikija kuambia watu kwamba wewe ni kigeugeu, utakatokata mapanga, nyama yako atakula Kasri. Ndio mimi. Kaa ukielewa hatima maisha yako ninayo mimi. Utafute kwa muda mwingine, tutaongea zaidi. Hivi Tausi, unajua Sima asitufanye sisi wote ni wapumbavu. Kisa anajiita mtoto wa mfalme. Na kuanzia sasa tusiwe karibu naye mpaka atakapojirekebisha. Rukia, kwani unadhani nani ajui kwamba Sima amebadilika? Ameshauvalia umalkia wa uongo. Anataka kutupeleka kisa mama yake amekuja. Hilo halitawezekana. Hapa kila msee ako na mkoro wake. Haijalishi ako mtaa gani ama ako wapi. Kitu mimi na kushow ni ati hii vita si ya Sima solo. Ni ya wasee wangapi? 4. Zindela, Pamela, Sima na mkoro wake. Kwa hivyo before tupige, tunafaa kujua tunapiga nani na tunapiga wapi. Ni kweli unavyosema. Inabidi Sima abadilike na awe kinyume na mama yake, ndipo atakapopata ushirikiano na sisi. Hivi mbona himaya yetu imekuwa na mvurugano sana? Nini kimetungilia? Kwani unajua sababu za kuharibika kwa himaya hii? Tangu huyu Mama Sima ameingia humu, mambo yalianza kuonekana ya ovyo sana. Na huyu mama atakuja kuharibu kila kitu. Unadhani nini kifanyike kuokoa himaya hii? Ni kushirikiana tu mimi na wewe na Mikala, kumuondoa na si vinginevyo. Sasa tutafanyaje? Wakati wewe hauna uhuru kwenye kasri. Kwa nini unaniambia hivyo? Kwa sababu kila mtu anajua una hukumu ya kuachika na kuondoka kwenye himaya hii. Sasa unadhani utafanya nini? Haijalishi ninaondoka au la. Ngoja nikwambie tu ukweli. Hivi karibuni nina kikao kikubwa sana na mfalme. Kiufupi ni kwamba sitokubali kuachika kirahisi hivyo. Kisa wapuzi wawili Mama Sima na Tabia. Kwa sababu kama ameweza kufanya kwangu leo, kesho atafanya kwako. Kesho kutwa atafanya kwa Mikala. Ni lazima kushirikiana na kumuondoa. Hatuna namna. Sawa. Niko tayari kuonyesha ushirikiano. Sawa. Nitashukuru sana. Mnajua sijawahi kuona wapuuzi na wajinga kama nyie. Hivi unawezaje kukaa nyuma ya mtu kila wakati? Mama Shii akienda huku uko naye. Mikala akienda huku uko naye. Eti kisa mnajiita wasaidizi. Wasaidizi gani ambao hamjui haki yenu hapa mahali? Kwani shida yako ni nini? Shida yangu ni kuwafumbua akili. Kumbukeni kwamba Mama Shii na Mikala hawana muda mrefu mahali hapa.
kutokana na matendo yao maovu na mabaya. Na sio kama mwajui. Mnajua kila kitu kinachoendelea. Hivi mnadhani wakiondoka hapa nyinyi mtabaki? Sasa unataka tufanyaje Rukia? Achanini na utumwa. Hakuna atakayefukuzwa kama kataa kukaa nyuma Mama Shia au Mikala. Hapa ni washtua tu. Akili kichwani mwenu. Samahani sana Malkia. Najua sistahili kuzungumza nawe. Ila kwa kuipata nafasi hii, naomba kuzungumza na kukuuliza mambo machache. Nimesikia Rukia ni mwanao. Na jambo hili hutaki mfalme ajue. Lakini watu wote tunajua. Kwa nini unafanya hivyo? Una uhakika na unachokisema? Naomba unisamehe sana Malkia, lakini huo ndio ukweli tunaojua kuhusu wewe. Naomba nikupe taarifa. Hivi ninavyozungumza na wewe, mfalme anakuhitaji muda huu. Malkia Mikala, mfalme anahitaji kukuona. Unadhani anataka kuniambia nini? Siwezi jua ndani kwenu. Na mimi nadhani kwa sababu ya ugomvi wako wewe na Tabia, ambao mfalme hapendezi nao kabisa. Ilikuwa lazima sipendezwe nao kwa sababu yule ni dada yake. Mimi ni mpita njia tu. Na ukizingatia ameshakuwa na mtazamo mbaya juu yangu. Ila yule mama atanikoma. Lakini Malkia, kwa nini msishirikiane kuleta amani katika himaya hii kuliko kuwa na ugomvi kila siku? Wewe unapenda amani? Tena sana. Napenda amani sana. Acha uongo. Wewe ungekuwa unapenda amani, ungetoa usichana wa Sima, binti mfalme. Na wakati unajua ni jinsi gani usichana ulivyo na thamani kwenye hii himaya. Halafu eti amani. Amani gani hiyo? Unashtuka? Hukutegemea kama ningejua Pole. Nimekuona uko unazungumza na Mikala. Ulikuwa unamzungumzia kitu gani? Kwani wanifuatilia? Achana na mimi mzee. Usinifuatilie. Sina niambia na wewe. Ni yangu kwangu ni nzuri tu. Na siku kugundua kwamba na nia nzuri kwako, utakuja kuniomba msamaha tena ukiwa na aibu kubwa sana. Achana na mimi. Acha kunifatafata. Mjinga mkubwa wewe. Na kwa taarifa yako, najua fitina zako zote. Utakaa mimi kama ni mimi. Vipi Masha? Safi. Ina maana una habari? Kuna nini kwani? Tabia amefariki. Twende. Malkia, bila shaka unazo taarifa za tukio la kifo cha Tabia muda huu. Tabia? Kwani kafanya nini mpaka unakuwa na hisia za kifo? Amekutwa amefariki na hivi sasa kila mmoja anaenda kuangalia mwili wake. Rukia. Mbona kama sielewi kuhusu ile tukio la Tabia? Kwa nini unasema hivyo? Huyu mama alikuwa anagombana na Mikala jana jioni. Leo taarifa zinatujia kama hivi. Huoni kama kutakuwa kuna mchezo unaendelea chini kwa chini? Inawezekana, lakini maana hii Maya nayo ina mambo mengi sana aliyojificha sirini. Usilolijua sasa. Nina taarifa nyingi sana kuhusu hii Maya. Ni vile tu watu hawaniamini na kuniona kama mjinga, lakini na mengi mno. Basi sawa. Twende tukashiriki msibani.
Ninaogopa sana. Kwa nini Sima? Tabia atakuwa ameuawa na Malkia Mikala. Hapana, usifikiri hivyo Sima. Nina hakika kwa sababu yeye ndio alikuwa amegombana na hata alimwahidi atafanyia kitu kibaya mbele za watu. Unadhani nani atamuelewa? Mama Shipi atakuwa anahusika kwa sababu alimkataza daktari kwenda kumtibia. Basi mama, acha tumalize kwanza hili. Haya mengine ya nani kahusika baadaye sana. Sawa. Ila kwa nini unapenda kuwa karibu na kisa? Hiyo tulizungumza wakati ujao. Acha tusimamie kwanza swala la msiba. Ila sawa. Najua ananikatisha tu ili nisiendelee kuongea. Ila sawa. Usijali. Sikuwahi kudhani kama kuna siku nitasimama na wewe hivi. Ila leo naona tukio la Tabia limetusimamisha pamoja. Acha utani wako Shaa. Ila naomba kuuliza. Hivi sababu ya kifo cha Tabia kimetokana na nini? Kwa nini unauliza hivyo kisa? Kwani kufa si ni kufa tu? Sawa, nimekuuliza tu kwa sababu aina ya kifo chake kinistajabisha wengi. Ni jana tu alikuwa anagombana na Mikala, tukamzuia. Eti anaingia jikoni na kuanguka na kufariki. Wewe unaona ni kawaida hii? Wengine wanasema eti anaanguka jikoni. Sasa kwa nini wamlete pale kwenye eneo la ibada? Hapana. Wala hakuna kitu kibaya hapo. Unataka kusema Mikala ndo kaua? Nifuate. Momba, Naam Malkia. unadhani watu wanaongea nini kuhusu mimi? Wote wanasema wewe ni mhusika. Na kama ni kifo cha Tabia, basi wewe ndo sababu. Kwa nini mimi? Kwa sababu wewe ni muuaji. Naona aminije? Naamini kama wanavyoamini wengi. Wewe ndo ulimuua Tabia kwa sababu ulimwahidi kufanya hivyo. Lakini wewe ni kijana wangu. Ndiyo, lakini hainizui mimi kuamini ubaya wako. Kanisubiri kule, nitakuja. Hongera sana Shaa kwa kazi nzuri. Hakika umenifurahisha sana, maana mama angenikosesha sana amani. Lakini kumbuka nimeua kitu ambacho sio sahihi kwenye maisha yangu. Usiogope. Mimi nipo, nitakulinda. Na siri hii haitofika popote, sawa? Ila umenifanya niwe na roho mbaya sana Mama Shii. Sikutegemea kama nitaua. Umenitia dhambini Mama Shii. Embo, acha ujinga wewe. Kwani ulikuwa unajua kama unaenda kuua? Na ole wako ujitie wasiwasi watu wakushtukie. Hakika nitakufanya kitu ambacho hutokitegemea. Mikala, kichupa cha mfuniko kiko wapi? Ninacho dokta. Kama ukikihitaji naweza nikakupatia. Nakiomba kama kipo karibu. Mikala, hii sumu ndio iliyomuua Tabia. Na hiki kifuniko
tumekikuta pembezoni mwa mwili wa marehemu, na mimi ndiyo nilikupatia sumu hii ulipokuja kuhitaji, lakini mimi sio hakimu wa kuhukumu hili. Kwa vyovyote vile unahusika katika mauaji ya Tabia, na ninakwenda kuandika ripoti. Hapana dokta, hupaswi kufanya hivyo. Mimi sio mhusika wa chochote kinachoendelea. Utakuwa unanionea. Hii Mikala imekukalia vibaya sana. Huwezi toka. Huwezi toka. Ukweli ni huu. Kichupa chenye sumu iliyomuua Tabia nimekuta nayo wewe. Unatokaje hapo? Kumbuka, Tabia ni ndugu wa mfalme, na mfalme amekataa kuangalia maiti mpaka muuaji apatikanike na sababu ya kifo cha ndugu yake kijulikanike. Baloza, mbona umekuja ghafla kiasi hichi? Nina haraka sana na sina muda wa kupoteza. Naomba taarifa zinazoambatana na mzigo. Mpaka sasa wameshaanza kuvurugana wenyewe kwa wenyewe. Na hivi ninavyokuambia, kuna msiba wa dadake na mfalme aliyeuawa na mke wakati wa mfalme. Kwa hiyo ushindi wetu ni wa asilimia kubwa sana. Sawa. Kila sijakuelewa. Maana hicho tunaniambia ni umbea na si taarifa. Mimi nataka taarifa pamoja na mzigo. Mkuu anisubiri. Sarafu bado sijaipata. Na inavyosemekana imeibiwa. Yawezekana ipo kwa mtoto wa mfalme au mkewe na mfalme. Kwa hiyo inahitajika akili sana ili kuipata. La sivyo itakapogundulika juu ya swala hili naweza nikakatwa kichwa. Si unajua jinsi hao jamaa walivyo na hasira. Na wewe hutakiwi kuonekana katika eneo hili, unatakiwa uondoke. Unafanya mambo kizito sana. Ni kama vile askari. Nikwambie tu, usipokuwa makini, Mandela atakuchukia sana. Maana hapendi watu wa aina yako. Mwambie nitafanya jitihada ndani ya siku 2. Nitakuwa nimekabidhisha sarafu pamoja na taarifa zinazohusu eneo hili. Balozi, naomba uondoke. Maana hata wewe uhitajika katika eneo hili. Ukija kuonekana itakuja kuwa shida. Kuna mtu nimemwona. Ni mgeni kwenye macho yangu. Na yupo kwenye hii maya. Sasa inabidi tukamtafute ili tumjue yeye ni nani. Kwa nini tusishirikishe askari wetu wakuu, maana isije kuwa hatari kwetu? Acha uoga. Twende tukamtafute. Na hata kama ni mtu mbaya, askari watupongeza kwa kutuzawadia nyama yake tukasherekee. Nimekuona awali ukikimbia. Na sasa pia nakuona. Hahe. Naomba uniambie unatoka wapi na una shida gani? Hapana malkia wangu, ungekuwa na chochote ningekueleza. Kuna jambo unalificha. Naomba uniambie kabla sijaongea zaidi. Na kuheshimu sana malkia wangu. Kungekuwa na jambo lolote ningekueleza. Sawa, nitakuwa na mazungumzo. Kuna kazi nataka nikupe. Sawa malkia wangu. Umetoka wapi? Nimetoka kwenye msiba wa dada mfalme. Hivyo basi, naenda kuchukua watu maalum kwa ajili ya kuchimba kaburi na usimamizi wa mazishi. Mbona wasiwasi? Wewe ni mgeni mahali hapa? Maana kuna mtu namtafuta mahali hapa. Isije ikawa wewe.